Takribani watu 18 wamepoteza maisha na wengine 19 kujeruhiwa kufuatia moto mkubwa wa nyika unaoendelea kuteketeza maeneo ya kusini mashariki mwa Korea Kusini. Moto huu ambao umeelezwa kama moja ya majanga mabaya zaidi katika historia ya nchi hiyo umeendelea kusambaa kwa kasi kutokana na upepo mkali na kusababisha uharibifu mkubwa kwa makazi, misitu na maeneo ya urithi wa kitamaduni. Kwa mujibu wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Usalama ya Korea Kusini, idadi ya waliopoteza maisha imefikia 18 huku majeruhi wakifikia 19. Moto huo umeathiri maelfu ya familia na zaidi ya watu 20,000 wamelazimika kuhama makazi yao kwa usalama. Kaimu Rais Han Duck-soo ameelezea janga hilo kuwa lisilo la kawaida, akisema moto huo unaandika upya rekodi za majanga mabaya zaidi katika historia ya taifa hilo. Aliongeza kuwa juhudi za kuzima moto huo zinaendelea, lakini hali ya hewa isiyotabirika inafanya kazi hiyo kuwa ngumu zaidi. Moto huo umeharibu mamia ya majengo, ikiwa ni pamoja na makazi, shule na maeneo mengine muhimu. Maeneo kadhaa ya urithi wa kitamaduni pia yameathirika vibaya, ikiwemo hekalu la Wabudha lenye umri wa zaidi ya miaka 1000 ambalo limeharibiwa vibaya. Shirika la Korea Heritage Service linalosimamia uhifadhi wa urithi wa taifa hilo limeongeza kiwango cha tahadhari kiwango cha juu zaidi kutokana na tishio kubwa kwa maeneo ya kihistoria. Zaidi ya maafisa 5,000 wa zimamoto, wanajeshi na wahudumu wa dharura wametumwa kupambana na moto huo. Jeshi la Marekani lenye makazi yake Korea Kusini pia limetoa msaada wa helikopta kusaidia kuzima moto huo kutoka angani. Hata hivyo, hali ya upepo mkali inaendelea kueneza moto huo kwa kasi kubwa na kuifanya kazi ya kudhibiti kuwa ngumu zaidi. Mioto ya nyika si jambo la kawaida nchini Korea Kusini na mara nyingi haileti madhara makubwa. Hata hivyo, moto huu umekuwa mbaya zaidi ukilinganishwa na matukio ya awali. Takribani ekari zaidi ya 17,000 za msitu tayari zimeharibiwa na kufanya moto huu kuwa wa tatu kwa ukubwa katika historia ya nchi hiyo kwa kuzingatia eneo lililoungua. Serikali ya Korea Kusini inaendelea kuchukua hatua za dharura ili kudhibiti moto huo, huku tahadhari zaidi zikitolewa kwa wananchi walio katika maeneo hatarishi. Mashirika ya misaada pia yameendelea kutoa msaada wa dharura kwa waathirika. Hali hii inaendelea kufuatiliwa kwa ukaribu zaidi, huku juhudi za kudhibiti moto huo zikiendelea, lakini athari zake tayari zimeacha alama kubwa zaidi kwa taifa hilo. Dataflow inakuletea uhuru wa kukamilisha chochote na internet ya uhakika. Kuwa hewani muda wote, popote ulipo, utakuwa na internet ya uhakika. Ni salama na huunganisha kwa haraka. Ina nguvu hata sehemu zenye msongamano. Pata data mtelezo yenye kasi kwa gharama nafuu. Wasiliana nasi. Tembelea tovuti yetu www.dataflow.co.tz.